Karibuni ndugu watazamaji, niliyopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Siku ya leo tunaendelea na masomo yetu yanayoendelea katika chaneli yetu ya YouTube. Tunaendelea kama kawaida tulivyozoea kuweza kuleteana elimu mbalimbali na vipindi mbalimbali vya kuelimishana na vya kujifunza ni jinsi gani ya kujitatua na kujitoa kwenye changamoto, ili uweze ukatoka katika changamoto na ili uweze kufanikiwa kwenye mambo yako ambayo unayafanya kila siku. Siku ya leo ningependa niwaletee elimu ambayo watu mnaweza mkaona hii ninachozungumzia kwamba labda ni jambo la kawaida, lakini nataka niwaelezee uhalisia wa hili jambo. Ni kwamba kwanza kabisa tunachotaka tukijue ni kuhusu umaskini na ufukara. Umaskini na ufukara ni kitu ambacho ni kitu kimoja. Yaani umaskini ni kukosa mbinu za kujitatua na kujitoa kwenye matatizo na kwenye hali uliyokuwa nayo ya kiuchumi. Ufukara ni ile hali ya mtu ambayo ya kutokuwa na mwelekeo, ya kutokujua hata kesho yako wewe unaamka vipi. Ile ndiyo ufukara kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kitu ambacho nataka niwaambie, nataka muelewe, kuwa fukara au kuwa maskini ni dhambi. Kuwa mfukara au maskini ni laana. Ni laana. Kwa sababu gani? Ninachotaka kuambia kwamba mtu unapokuwa huna kitu chochote, hujui kesho yako, unakuwa maskini kwa kiwango kikubwa. Ni watu ambao asilimia kubwa maskini ni watu ambao wanakuwa ni wepesi wa kuweza kukufuru, ni wepesi wa kuweza kuwa ni watu ambao wanafanya mambo ambayo yanaweza kumkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanakuwa ni watu ambao hawajiamini. Kwanza unapokuwa ni mtu ambao hujui kesho yako, unakosa uaminifu, unakosa kujiamini, unakosa ujasiri. Sasa unapokosa ujasiri katika maisha, unapokosa kujiamini katika maisha, ni swala ambayo ni mbaya sana. Ina maana unakuta mara nyingi hata watu wenye kuwa na majungu, watu wenye kuwa na kusengenya, wanakuwa ni watu wale ambao ni maskini. Wanakuwa ni watu wale wanaokuwa wamekosa kipato, kwa sababu wanakuwa hawana kazi nyingine zozote za kufanya. Wanakuwa hawana mambo mengine ya muhimu ya kufanya katika maisha yao. Kwa hiyo wao wanakaa ni kwenye vikundi, kwa wasema watu wao wakaa kwenye vikundi ni kuweza kuwaza mambo ambayo ni mabaya. Sana sana ni watu wenye kujilaumu, na sana sana ni watu ambao waka wanalaumu, wanajua kwamba Mwenyezi Mungu anawakosea wao kuwa vile, au wanaamini kwamba maisha yao hayo ya kuwa hawana kitu yanasababishwa na Mwenyezi Mungu. Hapana, nataka nikuambie, hakuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba katika hii dunia amlete awe maskini, amlete akose kipato. Kwa sababu wewe ikawa ujitafakari, umepewa kila kitu katika maisha yako. Umepewa mikono, umepewa miguu, umepewa akili, umepewa kila kitu. Kwa nini uwe maskini? Kwa nini uwe maskini? Kwa sababu wewe vitu vingine vilivyobakia ni wewe kujitathmini, yani kufanya mchakato wa maisha yako ya kutoka kwenye hali uliokuwa nayo uende kwenye hali ambayo yenye mafanikio. Jiulize, ni kwa nini watu wengine wafanikiwe lakini wewe uwe katika hiyo hali? Ina maana ni wewe umekuwa ni mvivu wa kufikiri, umekuwa ni mvivu wa kubuni ni njia gani ya kuweza kufanikiwa, ili utoke kwenye hali yako hiyo ya kifukara, ili utoke kwenye hali yako hiyo ya kiumaskini, ili uende kwenye mafanikio. Kwa sababu hata napokuelekeza hapa, ninawapa njia ni jinsi gani watu mnaweza mkafanikiwa katika maisha, ni jinsi gani mnaweza kupata maisha mazuri, kutajirika, kuwa wenye pesa. Sasa unakuta watu wengi au ni watu wenye kupuzia, lakini kaa uelewe maisha hayo unayoishi ni maisha ya laana. Yaani kama huna pesa, kama wewe ni maskini, una laana. Kwa sababu gani? Hiyo laana ya kukosa pesa ni laana ambayo, kwa sababu wewe utashindwa hata kulisha watoto wako, utashindwa kumlisha mke wako, utashindwa kuhudumia watu wenye kuhitaji wewe uwahudumie. Wakati una miguu, wakati una mikono, wakati una akili ambazo Mwenyezi Mungu amekupatia uweze kupanga mipango yako, kufanya michakato ya kutoka kwenye hiyo hali yako kwenda kwenye hali ya mafanikio. Kwa hiyo nilikuwa nataka kueleza siku ya leo, ndugu zangu, usikubali kuwa kwenye hiyo hali. Usikubali kuwa kwenye hali ya umaskini. Usikubali kuwa kwenye hali ya ufukara.
kuwa fukara, kuwa maskini ni laana, na ni laana ambayo usitegemee katika hali yako hiyo itakufikisha poponi, kwa sababu watu wanakuwa ni majasiri wa kuona kwamba kwa sababu yeye ni maskini ataiona pepo. Sasa nishawaeleza hapo kutoka awali kwenye vipindi mbalimbali vinavyoendelea katika TV yangu kwamba wewe utaiona pepo kwa kitu gani unachomfanyia Mwenyezi Mungu, kwa kitu gani ambacho, sadaka gani unaitoa kwa Mwenyezi Mungu, kwa msaada gani unaotoa kwa watu wanaohitaji mahitaji. Kuwa tajiri. Ukishakuwa tajiri utakifanya kila kitu, utaweza kuwasaidia watu wenye kuhitaji mahitaji kutoka kwako, na ambao hawana kipato, ambao ni maskini, ambao ni watu wasiojiweza, ambao ni wakina mama wajane. Kwa sababu maskini, kwa sababu mimi ninapozungumzia maskini, kuna watoto wadogo ambao wanahitaji kusaidiwa kutoka na wewe. Ukishakuwa mtu mzima alafu wewe ni maskini, hiyo ni laana iliyokuwa kwako, kwa sababu huwezi ukawa maskini alafu wewe ukajivunia na umaskini wako. Tunachosema watu ni wa kuwasaidia watu wanaohitaji msaada, ni wale watoto na ni wale watu walemavu wanaohitaji msaada, watu maalum. Lakini wewe huko na utu uzima huo na umaskini wako na ufukara, alafu unajivunia umaskini wako na ufukara wako, si uko kwenye laana. Yaani umejichagua kukaa kwenye mlango wa laana, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuumba, amekupa kila kitu, akili na maarifa ya kuchakata mchakato wa kutoka kwenye huo ufukara kwenda kwenye mafanikio. Ni vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike kutokana na akili ulizopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, kaa uelewe hayo maisha unayoishi ya ufukara, narudia tena, hayo maisha unayoishi ya umaskini ni laana ambayo unaishi nayo. Kwa hiyo kama mtu unataka kujua ni mbinu gani, hata kama umeelemewa, ishi na watu ambao wamefanikiwa, watakupa mbinu za kuweza kufanikiwa. Ishi na watu wanaojua michakato ya kupita kuingia kwenye mafanikio. Usidharau njia za watu za kufanikiwa. Usione njia wanazopita watu unazialamisha kwamba huyu maskini utajiri wake labda ni walaana, ni utajiri wake ni haramu. Utajiri wako wewe, huo maskini yako wewe unaona kwamba ni halali kuliko huyo tajiri. Yeye huyo anatoa sadaka kutokana na mali zake. Huyo anatoa misaada kutokana na mali zake. Wewe maskini wako unatoa sadaka wapi? Wewe huo ufukara wako unasaidia wakina nani, ambao hata wanapofanya ibada wanakuwa wanaomba Mwenyezi Mungu aweze akakujalia ili uendelee kuzidishia hicho ulichokuwa nacho kutokana na msaada ulio hapa? Hakuna. Kwa sababu kuna watu ambao mtu anakuwa na pesa zake, amewaajiri zaidi ya watu 100. Wale watu 100 wana watoto zaidi hata 1000. Lakini watu wale wanamtegemea mtu mmoja. Sasa huyo mtu mmoja, sala na dua za wale zinakwenda kwa mtu huyu, alafu wewe unasema kwamba mali yake ni ya kishetani, mali yake sijui hata iona pepo. Ndugu yangu, tusiwahukumu watu kwa maneno. Tujitoe sisi kwenye ufukara, tujitoe sisi kwenye hali tuliyokuwa nayo ili tuende kwenye hali ya mafanikio. Tunajitoaje? Kwa kujifunza, au sio? Watu wanapitia njia gani ili kuingia kwenye mafanikio, bila kudharau njia za watu, mapito ya watu ambayo yanafanya watu wafike kwenye nchi ya ahadi, nchi ya kufanikiwa. Kwa mtu anapokupa elimu ya mafanikio, msikilize, ifuate ile elimu, ichunguze, na wewe tumia karama yako na kipawa ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu aliyeumbwa kuwa maskini. Narudia tena, kila mtu ameumbwa ili afanikiwe, na kila mtu ameumbwa ili apewe familia, na familia yake ili aihudumie iwe ni familia yenye kuwa na kipato. Sasa wewe kama unajiona ni mpweke, kama wewe unajiona ni maskini, kama unajiona huu maskini ni wa kujitakia wewe, na huo maskini usitegemee ndio utakufikisha kwenye pepo, unajidanganya ndugu yangu. Hebu tafuta mali, hebu tafuta pesa, hebu tafuta mafanikio. Mafanikio ndio yatakufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Mafanikio ndio yatakufanya uweze ukawafikia watu wenye kuhitaji msaada. Mafanikio yatakufanya kwamba upate baraka inayotoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na kile unachowatendea watu. Utaacha majungu, utaacha kukaa kusema watu, utafanya kazi kwa sababu utakuwa na jambo la kufanya. Hutakuwa na masengenyo. Masengenyo yanaleta dhambi. Masengenyo yanakuwa hayawezi kukufanikisha na kutia nuksi.
Kwa ndugu zanguni, siku ya leo naombeni niweze nikaishia hapo, daktari wenu. Kitu cha muhimu muweze mkasikiliza hao niliowaelekeza. Jitokeni huko mliko, mwendeni kwenye njia mafanikio, na kae muelewe kwamba umasikini ni laana, ufukara ni laana. Sasa ili utoke kwenye laana hiyo, jitahidi kuweza kupambana, kutumia akili uliopewa na Mwenyezi Mungu ili uende kwenye njia ya mafanikio. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na endeleeni kunifuatilia katika chaneli yangu ya YouTube, na endeleeni kupiga namba ya 0784994048. Nitakupa elimu na nitakupa njia gani ya kutoka kwenye njia ya laana, kutoka kwenye laana uliokuwa nayo, ili uende kwenye njia ya mafanikio na kuacha kusikiliza watu, kwa sababu kuna watu wanaweza kukuweka sehemu wakakawa wao ndio wananufaika, alafu hawakupi wewe njia ya kuweza kunufaika. Wanakaa wanakuomanisha kwamba kile unachokifanya ni dhambi, lakini yeye anayofanya nyuma ya pazia huyajui. Kwa hiyo unatakiwa kwamba usikiliza maneno ya mtu, lakini matendo ya mtu usiyafuata matendo yako. Msikilize maneno, lakini wewe fanya unachoweza na kile ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana. Asante sana.